Geoffrey Timothy. Wengi wananifahamu kwa jina la Timothy, na ndo jina ambalo liko kwenye karatasi ya kupigia kula la Timothy. Niko mbele yenu ndugu zangu kwa unyenyekevu mkubwa sana, mkubwa mno, kuwaomba kula zenu za ndio. Na waomba kula zenu za ndio kwa ajili ya mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini kwa unyenyekevu mkubwa sana, na waombeni kula za ndio kwa ajili yangu mimi Geoffrey Timothy kwenye nafasi ya ubunge. Na waombeni kula za ndio kwa ndugu yangu, rafiki yangu Ulio kwenye nafasi ya udiwani. CCM oye! Ndugu zangu wanakunduchi, sababu za kuwaomba kula tunazo. Nyinyi ni mashahidi. Ilani ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa kwa zaidi ya 90%. Tunawaombeni kula za ndio tukamalizie zile chache zilizobaki. CCM oye! Ndugu zangu wanakunduchi, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 imeeleza mambo makubwa na mazuri kuhusiana na Kawe, kuhusiana na Kunduchi. Tunaombeni kula za ndio ili twende tukayafanya yale mambo makubwa. Leo hii nitazungumza kwa uchache yale ambayo mama yetu ameyafanya katika kipindi chake cha miaka 4 na kidogo. Yuko mheshimiwa diwani hapa, naamini atazungumza kwa kirefu. Ndugu zangu, katika kipindi kifupi alichoongoza mama yetu amefanya mambo makubwa jimbo la Kawe, pamoja na kwamba alipokea nchi hii katika mazingira magumu. Ndugu zangu, sisi ni mashahidi. Leo hii wanakawe, nitaanza na yale ya jumla. Leo hii wanakawe tuna hospitali ya wilaya. Hospitali ambayo ilianza kujengwa mama akiwa makamu wa rais, na baadaye imekamilishwa vizuri akiwa rais. Sisi wanakawe, wana Kinondoni, tunatibiwa kwenye hospitali ya wilaya ya Mabwepande. Hata majirani zetu wakati mwingine kutoka wilaya jirani, ikiwepo wilaya Bagamoyo pamoja na wilaya ya Ubungo, wamekuwa wakitibiwa kwenye hospitali yetu ya wilaya ya Mabwepande. Piga makofi mengi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, sisi ni mashahidi. Katika kipindi cha mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan tumejengewa vituo viwili vya afya, kikiwepo kituo cha Malindi Estate pamoja na kituo cha Nyakasangwe. Watu wetu wanatibiwa kwenye hivyo vituo vya afya. Kama vile haitoshi, kwenye eneo la afya mama yetu ametujengea zahanati 3. Sasa mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan ametuahidi ndani ya siku 100 tunaenda kukamilisha mchakato wa bima ya afya kwa wote. CCM oye! Najua hili linaweza lisiwe na makofi mengi kwa sababu bado halijaeleweka vizuri. Tunaposema bima ya afya kwa wote, tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba bima ya afya nitakayokuwa nayo mimi, mheshimiwa mbunge, atakayokuwa nao mheshimiwa diwani na kiongozi mwingine wa serikali, ndo bima hiyo hiyo atakayokuwa nayo Mwanakunduchi. CCM oye! Makofi mengi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Hii ina maana gani? Maana yake ni kwamba hata yale mambo ya kuzuia maiti hospitalini yanaenda kufika mwisho, kwa sababu wapendwa wetu watakuwa wamepoteza uhai, bima ya afya ikiwa imewahudumia. CCM oye! Lipo eneo la elimu ambalo najua linawakwaza. Mmekuwa mkikwaza na michango mashuleni. Uongo kweli? Uongo kweli? Sasa dawa imepatikana. Mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan anasema ndani ya zile siku 100 tunaenda kukamilisha mchakato utakaohakikisha mashuleni watoto wetu
wanapata chakula bila mzazi kutozwa hata shilingi 10. CCM oye! Makofi mengi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Makofi mengi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Najua kuna eneo la mikopo ya 10% limekuwa likiwa kwanza. Kuna wakati mnaomba mikopo, wapo wanaopata, wengine wanakosa. Uongo kweli? Sasa mama yetu mpendwa anasema ndani ya zile siku 100 tunaenda kurekebisha sera ya mikopo ya 10%. Na lengo ni kuhakikisha mikopo hii inawafikia watu wetu wengi. Na sisi watu wetu wengi ni nyinyi mliopo hapa. Nataka nikija kufanya ziara siku nyingine hapa Kunduchi, mtakapotuchagua, tuulizane wangapi wamepata mikopo ya 10%, nione mikono mingi imenyoshwa hapa. CCM oye! Huu ni mkutano wa ndugu yangu Ulio. Mengine atakuja kuyazungumza yeye, lakini lipo lingine la kutilia msisitizo. Tusiwe na wasiwasi. Viongozi wetu wanasema kutakuwa salama salimini. Utaamka salama, uende ukapige kula salama, na urudi nyumbani salama bila kusumbuliwa na mtu yoyote. Ni jukumu letu sisi kukumbushana. Tuamke siku ile, twende tukapige kula ili tukashinde kwa kishindo. CCM oye! Makofi mengi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Nimemfahamu muda mrefu. Ni mchapakazi kweli kweli. Ni mtu mkweli. Ni mtu muungwana. Naombeni mumuamini, mkamchague kwa maendeleo ya kata yetu ya Kunduchi. CCM oye! Wangapi tutamchagua Daktari Samia Suluhu Hassan? Nataka kuona mikono juu. Wangapi tutamchagua Daktari Samia Suluhu Hassan? Asiyenyosha mikono tumueleweje? Wangapi watanichagua mimi Geoffrey Timothy? Asiyenyosha mkono tumueleweje? Wangapi watamchagua ndugu yangu Ulio? Asiyenyosha tumueleweje? Asiyenyosha tuna jukumu la kumuelewesha. Anatakiwa kuelewa. Anatakiwa aeleweshwe hadi aelewe tarehe 29 akafanya nini? Akatiki kwa nani na nani? Asanteni sana jamani, nawashukuru sana. Sisi wote tutakuwa mashahidi. Tunaona kila eneo katika nchi yetu ya Tanzania linajengwa na maendeleo makubwa yanafanywa na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa unyenyekevu mkubwa, wana Kunduchi wote tunaomba kura za kishindo kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tutampa kura Daktari Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Oktoba. Asanteni sana ndugu zangu. Nawashukuru sana wana Kunduchi, Mungu awabariki sana. Mimi nimekuja kusindikiza na kuona kweli mambo gani mnayafanya. Sasa ningeomba muda huu nimpe kwanza mwali wetu atambe. Alafu na mimi sasa tutakwenda naye pamoja tuyamalize kamili. Karibu mwali. Muona? Ndio nani huyu? Nani tena? Karibu. Hii sio Kunduchi naifahamu. Kunduchi oye! Hiyo ndo Kunduchi naifahamu. Mheshimiwa Mneki, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza nikushukuru sana. Nikushukuru sana kwa wewe kwa kuacha majukumu yako yote na kuamua kuja Kunduchi kwa lengo la kuninadi lakini kumnadi Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye yeye hayuko hapa. Akitoka Ilala mpaka huku alafu nisimpe nafasi ya kusalimia, na mimi sitakuwa nimemtendea haki. Mheshimiwa, niruhusu angalau asalimie kwa sekunde 2 mpaka 3 kwa sababu sio bubu. Watu wasiseme tumealika wageni mabubu.
Karibu kakangu Hassan. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kama alivyosema Mheshimiwa Urio, mimi huyu ni swaiba wangu, ni rafiki yangu sana. Haikuwa rahisi kutoka Ilala nije Kunduchi, lakini nimekuja kwa sababu ya mahusiano yake yeye na mimi, lakini pia na Chama cha Mapinduzi ambacho urafiki wetu ndiko ulikotukutanisha. Naamini mimi namfahamu Urio muda mrefu, lakini nilimwambia hivi wewe unataka uje usemewe nini kwenye Kunduchi? Watu wa Kunduchi waliandamana kutaka wewe urudi. Hivi kuna haja ya kuja kunadiwa? CCM oyee! Lakini anasema ni utaratibu wa Chama cha Mapinduzi ambao Chama cha Mapinduzi kinaamini umoja wetu ni silaha yetu, kwa sababu hakuna mwana CCM pekee anayeweza kufanya mambo yake mwenyewe. Lakini umma huu, ushirikiano wetu ndio unaokijenga na kukiwezesha Chama cha Mapinduzi. Ni imani yangu wana CCM nyie mtamchagua Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 29 kwa kishindo kikubwa. Lakini wana CCM nyie mtamchagua mbunge wenu, ameondoka lakini ana imani kubwa, na ndio maana ameacha yote alionao, kwanza amekuja kuwakimbilia nyinyi. Mtampa kura nyingi siku ya tarehe 29. Lakini mwisho kabisa katika jambo hili, aliyewaandalia shughuli ni Urio, na wasema Waswahili, unayekata naye kuni ndiye unayeota naye moto. Huyu ndiye wa kuota naye moto nyinyi. Mena imani ukaribu wake alionao kwa watu, na bahati nzuri nyumbani kwake ni hapa hapa, hamhitaji usafiri kwenda kumuona. Na yeye najua hodi hazikatai, hodi anazikaribisha. Kwa hivyo kura zenu zote tarehe 29 mpeni kura Mr. Urio. Asanteni sana, nashukuru sana kwa kunikaribisha. Mlaki ni mgombea wa udiwani wa kata ya Goba kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Kweli nina furaha sana kuwepo siku ya leo hapa. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini vile vile naendelee kushukuru sana chama changu cha Mapinduzi kwa kuweza kutuletea wagombea wazuri sana kwa nafasi ya ubunge jimbo la Kawe, Geoffrey Timothy, lakini sana pia kwenye nafasi ya udiwani kata ya Kunduchi, Michael Urio. Geoffrey Timothy oye! Urio oye! Ndugu zangu, niseme mimi nagombea udiwani kata ya Goba, lakini watu wengi wa Goba tumetokea jimbo la Kawe. Huku pia ni nyumbani kwetu. Ndio maana mnaona bado tuna ndugu yangu Mcharo Mlaki huko hapa, yeye ni mwenyekiti wa tawi. Kwa huku bado tuna familia zetu pia huku kata ya Kunduchi. Lakini nisimame mbele hapa kumuombea kura nyingi sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Rais wetu amechukua hii nchi miaka 4. Amechukua hii nchi wakati mgumu sana, lakini ameweza kutekeleza miradi yote ya kimaendeleo, kuanzia SGR, kuanzia bwawa la Nyerere. Lakini vile vile hadi leo hii uchumi wetu unakuwa kwa 5.4 na mfumuko wa bei wa Tanzania hadi sasa na 3.3. Hii inatokana na sera nzuri sana za Dr. Samia za kifedha na sera nzuri za kikodi, na maana tumeweza kupata bado na wawekezaji wengi sana. Lakini tumeletewa mbunge mzuri sana Geoffrey Timothy. Tunamfahamu Geoffrey Timothy kwa muda mrefu, toka anafanya kazi ya NSSF mpaka sasa hivi hapa anagombea ubunge. Ni kijana mchapakazi, kijana ambaye atatuvucha watu wakawe sana. Lakini tuje kwa jembe hapa Michael Urio mwenyewe. Michael Urio tunamfahamu kwa muda mrefu. Ni ndugu yangu, ni mchapakazi, yuko tayari na ameshatumikia sana wananchi wa kata Kunduchi, lakini sana anajua kero nyingi sana za Kunduchi na yuko tayari kuwatumikia wanabodaboda, mamalishe, wajane na watu wengine wote wenye mahitaji maalum.
lakini vile vile huyu Michael Urio ana hofu ya Mungu, na mara nyingi tunaamini sana viongozi wote au mamlaka yote inatoka kwa Mungu. Naendelea kumuombea kura nyingi sana Michael Urio. Jamani, wangapi anampa Michael Urio kura? Michael Urio oye! Baada ya kusema hayo, nikushukuru sana, nikutakia kila laheri. Asante sana. Asante sana. Wengi wetu ambao mko hapa ni wakazi wa muda mrefu wa hii kata ya Kunduchi. Kunduchi kabla ya Urio tunaifahamu, na Kunduchi baada ya Urio tunaifahamu. Ndugu zangu, kabla ya Urio Kunduchi yetu ilikuwa na changamoto ya miundombinu. Miundombinu yetu ilikuwa finyu. Barabara zetu zilikuwa hafifu. Lakini Comrade Urio katika vikao vya mabaraza ya madiwani amekuwa mstari wa mbele katika kupambania miundombinu ya kata yetu ya Kunduchi. Katika sekta afya, Comrade Urio amekuwa mstari wa mbele kupambania kata yetu iwe na zahanati na vituo vya afya. Amekuwa mstari wa mbele kupambania hospitali zetu na zahanati zetu ziweze kuwa na vifaa tiba pamoja na madawa. Nani kama Urio? Lakini katika sekta ya elimu, ndugu zangu, vijana wetu walikuwa wanaenda masafa marefu kutafuta elimu. Kweli sio kweli? Comrade Urio kwa kupenda elimu na maendeleo katika kata yetu amepambana na kuhakikisha katika hii kata kuna shule za sekondari ili vijana wetu waweze kupata elimu na wasiweze kwenda masafa marefu kutafuta elimu. Nani kama Urio? Kwa kumalizia, sisi vijana tulikuwa tunahangaika katika swala mzima ya mikopo. Tulikuwa tukienda katika mabenki tunaambiwa hatuna sifa za kukopa. Tulikuwa tunaambiwa hatuna dhamana za kukopa. Lakini Comrade Urio katika vikao vya halmashauri amekuwa mstari wa mbele kupambania vijana waweze kupata mikopo bila ya riba. Nani kama Urio? Niombe kura nyingi kwa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, niombe kura nyingi kwa mbunge wetu, lakini niombe kura nyingi kwa kaka yetu Comrade Urio. Mwisho kwa kumalizia, vijana wangu, vijana wenzangu, wajibu wetu kama vijana ni kuilinda amani na umoja wa taifa letu. Wajibu wetu kama vijana ni kumlinda na kumtetea rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Vijana wa Kunduchi, wajibu wenu ni kumlinda Comrade Urio pamoja na Godfrey Timothy. Msikubali kutumika na watu wasioitakia mema nchi yetu ya Tanzania. Msikubali kutumika na nchi wasioitakia mema kata yetu ya Kunduchi. Niwashukuru sana kwa hii nafasi ya kusalimia. Mungu ibariki Tanzania. CCM oye!